Kuna jinsi tano ama mambo matano ambayo huwa yanafanyika baada ya kuweka msingi ulio bora. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitairudia kwa kifupi, na moja yake ya misingi ni ya kwamba Jesus laid the foundation of humility, number one. He also aliweka msingi wa prayer, maombi. Akaweka msingi wa utiifu, kutii. Na akaweka pia msingi wa fasting ama kufunga, saumu. Na pia akaweka msingi wa Sabbath ama Sabato, ambayo tuna observe every one day after 7 days in Christian faith, and actually even some other faiths. Na pia tukaona mambo matano ambayo huwa inafanyika baada ya kuweka msingi ulio bora. Na moja yake tukaona ni ya kwamba mbingu huwa zinafunguka kwa ajili yetu. Na pia Roho Mtakatifu anakujia maisha yetu tunapoweka msingi ulio sawa, especially misingi ile ambayo tulionyesha, nimesoma hapo nyuma. Na pia jambo lingine linafanyika baada ya kuweka msingi ulio sawa ni ya kwamba tunaongozwa na Roho Mtakatifu, hatujiongozi sisi wenyewe. Jambo la tatu ama la nne ni kwamba you are able to overcome temptations. Unapoweka msingi ulio bora, unaweza kushinda majaribu. Tunaishi nyakati na siku ambazo majaribu iko hata hapo kwa mlango yako, iko karibu na wewe kila wakati. But then ukiweka msingi ulio sawa, utaweza kuepukana na hizo temptations. Watu wengi hujiuliza, je, mimi nimeng'ang'ana kwa hii hali na hii hali, nimejaribu kuovercome hii, ninashindwa. Jibu ni kuweka msingi ulio bora. Ya mwisho ni ya kwamba unapokea nguvu za Roho Mtakatifu, the anointing of the Holy Spirit. Praise the name of Jesus. So, as we look at the foundation, tunapoangalia misingi, ni vizuri kukumbuka ya kwamba tulisema the strength of a building, it is determined by its foundation. Uzito wa nyumba yoyote ile unategemea jinsi msingi wa ile nyumba ulivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. And so we as Christians today, our call ama mwito wetu, it is to build those foundations that Christ laid for our interpersonal relationships to grow and emulate Christ. Ya kwamba mwito ambao tuko nao kama Wakristo, ni vizuri kujua ya kwamba tuko na mwito wa kujenga kutoka na ule msingi ambao Kristo Yesu aliweka. And I said, I remember, ya kwamba mtu anaweza jenga msingi na utoke chini, whichever deep the foundation will be, na anaweza hata hiyo nyumba kwa muda, hata kama ni mwaka moja ama mbili, and then anaporudi, kama alijenga msingi ulio sawa, atakuja wakati yako tayari sasa kujenga, hata anza chini tena, ana build from the foundation ambayo aliweka. Actually, if the foundation is strong, Bwana asifiwe sana, kama msingi uko imara, itakuwa rahisi sana kujenga nyumba ya juu. Na mara mingi hatuonangi msingi uko aje, hatujui kimo cha msingi. Anayejua kimo cha msingi ni mjenzi. Praise the name of the Lord. Amen. Anayejua kimo cha msingi ni mjenzi. Tukija kwa maisha yetu, and especially kwa watoto, wengi wetu hapa tuko na watoto na ni wazazi, anayejua kimo cha msingi wa mtoto ni wewe kama mzazi. Unajua kiwango gani umemjenga huyo mtoto kiroho ama kimaadili. Unajua umemjenga kiasi gani. Na ndipo sometimes kama umemjenga mtoto vizuri, na ndio Biblia inatuambia aje, train up a child in the ways of the Lord. Kutrain mtoto kwa njia za Mungu ni, in other words, ni vile hii maneno haikuletwa vizuri ama openly as in the context of kile tunaongea, ni anamaanisha kwamba muwekee mtoto msingi mzuri wa imani, na akikua hataondoka pale. Hata akiondoka, kuna mbegu already iko ndani yake ambayo haiwezi ikakauka.
Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii katika maruninga zetu tumeona vituko ambazo zinafanyika kwa watoto. Hatuna mtu tutakaye laumu kwa sasa. But I would also be concerned with the foundation ambayo iliwekewa watoto wale ambao tunaona na vituko mingi katika maruninga zetu. Na wengi wao ambao pia hatuoni. It is so unfortunate ya kwamba mtoto anaweza amuka kwa darasa ama kwa dormitory, anachukua panga, anajaribu kwenda kukata mwalimu. Pepo inaweza inahusika, lakini pia kuna uwezekano kuna jambo huenda halijafanyika ama limefanyika. One, kuna msingi ambao huenda haukuwekwa ama msingi mbaya ukafanya nini? Ukawekwa. And that is why we need to be very intentional kwa misingi ambayo tunajengea watoto wetu. Na misingi pia ambayo tunajenga kwa ajili ya maisha yetu pia. Now, for the purpose of misingi ambayo ilishajengeka, what do we do? We still can destroy those foundations. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaweza ikabomolewa. I'm sure all of us tumeona mahali ambapo maybe kuna mtu alijenga flats za lentils, maybe kama hizi ziko hapa, na ujue pia hizi ziko hapa ziko na misingi yake. Kuna msingi iliwekwa na ikajengwa. But then mwenyewe I realize apate pesa na aseme nataka kuenda juu kidogo, nataka kupeleka ghorofa kama 4, 5 ama 6 juu. What will happen? Huyo mjenzi ama mwenye nyumba hataenda aseme ya kwamba sasa ninaangusha hii mabati ya juu, mawe ya juu, alafu mahali niliweka msingi yangu niendelee pale. No, what he'll do is ataharibu hiyo nyumba yote, na pia ule msingi ambao alikuwa ameweka atabomoa, aende ndani kidogo, atengeneze msingi mzuri. Because I say the strength of any building, it is determined by its foundation. The strength of your life, your Christian life, ama uzito na udhabiti wa maisha yako ya kiroho, ya watoto wako ya kiroho, ya jamii yako ya kiroho, utategemea na msingi ambao umeweka. And let me say this for the purpose of our starting. Kuna wili kwa jamii yako, kuna wili kwa watoto wako, na hata kwa jamii yako mwaka huu na miaka ingine 10 ijayo, itategemea na msingi utakaoweka this January. Amen. Praise the name of the Lord. The first 2-3 months of a month of this year will determine a lot how far you will go. Praise the name of Jesus. Now look at this. If you want, ukitaka nyumba iende juu zaidi, lazima msingi uende chini zaidi. Hallelujah. Ukitaka nyumba iende juu, msingi lazima utengeneze uende chini. Na baadhi ya ile misingi ambayo tuliletewa siku ya Sunday kuhusu kunyenyekea, maombi, utiifu, kuomba, fasting, na pia kutii siku ya Sabato, ni misingi ambayo itakujenga, itasaidia wewe na watoto wako na jamii yako. Na pia tusisahau pia katika taifa letu kuna misingi mibaya imejengwa ambayo we are able to destroy those foundations at a personal level by prayer. Hallelujah. Therefore, today I want us to know this. Nimesema mwito wetu kama Kristo ni kujenga misingi ya kutoka ambapo Yesu alijenga. Na katika hali ya maisha, interpersonal relationships, ni ile uhusiano zetu, mimi na jirani yangu, mimi na a stranger, mtu ambaye sijui, nitabehave aje tunapokutana naye. Ephesians chapter 5, and also to grow and emulate Christ, katika hali ya kukua pia na kumjua Kristo. Ephesians chapter 5, the Bible inasema hivi: imitate God therefore in everything you do, because you are his dear children. Iga Kristo, iga Mungu kwa chochote kile ambacho unafanya. Amen. Mimi ningeomba Mungu akusaidie kanisa, ndugu na dada yangu naye nisikiza, mahali popote ulipo,
Ni ombi langu ya kwamba utapapas mwaka huu kumuiga Kristo. Praise the name of Jesus. Yesu, Mungu, tunapoongea kuhusu kumuiga, hakuna mahali ambapo alikuwa na uovu. Hakuna mahali alikuwa na chuki. Hakuna mahali alikuwa na kuongelea watu vibaya. Hakuna mahali ambapo alikuwa na ukaidi. Hakuna mahali ambapo alikuwa na hali ya kutojali, I don't care. Yeye hakuwa na hizo. He followed. Yesu alitii Mungu baba yake. Na sisi ni vizuri tuweze kumuemulate, kumkope kile ambacho alikuwa anafanya. We are able to do it because he is in us. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anasema ya kwamba in everything you do, because you are his dear children. Sisi ni watoto wake. Now, when we are told to imitate God or Christ, it means do like he does. Fanya anavyo fanya, afanyavyo. Follow the example of Christ. Praise the name of the Lord. Tulisema tuko kwa ibada unachunga jirani yako ya. Kuna mwingine labda dada akiwa amechelewa jana. Praise the name of the Lord. Yeah? Do like he does. Follow the example of Christ. Now, swali ambalo ningependa kuleta kwetu ni, which example do you follow? Whom do you follow? Kuna tabia zingine ambazo actually juzi nikichukua mtoto shule, so hatukwenda nyumbani, tulienda somewhere. Alafu akawa ananiambia, teacher leo aliniuliza, teacher today asked me who I want to be when I grow up. Then akaniambia, me I told teacher I want to be a pastor. Hallelujah. Amen. You see, it is what he sees his father. Bwana sifiwe sana. Okay, that is what he, maybe not, because juzi Reverend anatuambia kwamba actually hata nikiuliza somebody hapa, when you were growing up you wanted to be who? Kuna wengine hapa ananiambia wanted to be a doctor. True, of course. True. But it never came, you know. Those are good. Hata sisi, those are the things we wanted. Niliulizwa nikasema I want to be an engineer, you know. Yeah? So it is a good answer. Now the point is this, his answer was because of who he knows his father is. Now kitabia, when he grows up, because bado ni mdogo, kuna vitu labda he may not be able to understand. When he grows up, I would also want to hear the same question, ndio aweze kuona tabia zile anaonanga, do they reflect what he really said he want to be? Bwana sifiwe sana. So, whom do you emulate? Whom do you emulate? It is my prayer. Tutamuiga Kristo. Mwaka huu, msingi huo tupapas. Liwe liwalo, tutamuiga Kristo. Uchumi uharibike usiharibike, we will be for Jesus. Praise the name of Jesus. So I said I want to build from there, and one of the areas I want to begin with is on the foundation of humility. Foundation of humility. Ama msingi wa humility ni nini? Kunyenyekea. Hii inakuanga ngumu wakati mwingine. Kunyenyekea. Sema kunyenyekea. Just ask yourself in a minute, do I have humility? Je, mimi ni mnyenyekevu? Try and ask yourself that. Mimi ni mnyenyekevu? Ama wewe ni wale wanaulizaga wa swali, ama wana nini mahali unakuwa ya kwamba watajua mimi ni nani? Watajua mimi ni nani? Watajua huko ni kwangu. Watajua hii ni jasho yangu, watajua. Humility, unyenyekevu. Now, humility niko na definition nne kwa upesi. Moja nitasema it is a virtue. A virtue is something good. Ni kitu
kizuri. Unyenyekevu ni kitu kizuri. Na isipokuwa ni vile watu wengine huteka advantage kwa watu ambao ni wanyenyekevu. Watu wanyenyekevu wanapendeza. Wanapendeza na wanavutia wengi. Ni vile watu wengine wanatekiwa advantage. So virtue is something good. Also, humility, it is freedom from pride or arrogance. Ni kukua huru kutokana na majivuno, kutokana na kiburi na majivuno. Praise the name of the Lord. So humility is freedom. Ile hali ya kukua uko huru. Uko huru kutokana na majivuno na kiburi. So if you're here and in a way unakuta ya kwamba unakuanga na majivuno, uko na kiburi ya aina yake, wewe ujue bado hujakuwa na humility. Now by the end of this service we are going to pray with you, and it will be possible that you can be humble. Another definition is the quality or state of being humble. Wewe ni uko na hali ya kwamba wewe tu ni mnyenyekevu. Wewe unanga story na watu. Wewe unanga wanasemanga una nini? Haunanga wasiwasi na watu. Haunanga hizo. You know, whatever hizo means, haunanga. Wanasikia sana. It is also the absence of self. Ubinafsi hauko. Ukiangalia mtu ambaye amejawa na ubinafsi, huyo hana unyenyekevu. He is not a humble person. Unakuta ya kwamba anajipenda sana, my interest first. Hata kama mko na pointi 10 za muhimu, yangu ni lazima ihusishwe. It is the absence of self. Now the Bible says in the book of James chapter 4 and verse 10. You can write it down or you can read, but for the interest of time, let me just paraphrase it. Actually read it. James chapter 10 and verse 4 inasema, Yakobo 4 sura ya mstari wa 10, humble yourselves in the sight of God, and He will do what? He will lift you up. Wow, that's a promise now. Humble yourself before God or in the sight of God. Now, sight ya Mungu inakwanga wapi? Where is God? Where is God? Here. Where? Everywhere. Wherever you are, God is there. So, ni lazima unyenyekee popote pale ambapo ulipo. Alafu baada ya kunyenyekea, kuna promise. Promise ni gani? Mungu atakuinua. Look at this and note this. Ni katika kunyenyekea, or when we humble ourselves, we see the greatness of our God, or the mightiness of our God. The Greek word for the mighty, for God, the Almighty, it is El Shaddai. It is in humbling ourselves that we will experience El Shaddai. El Shaddai meaning God is mighty. Ni mkuu. Praise the name of Jesus. In the another Greek word also, it is in humility, ama katika humbling ourselves, we will see Him as the Lord, our Master, Adonai. Praise the name of Jesus. We will see God as our Master. And you don't joke with the Master. Abana, you face the consequences. You don't joke with them. I don't want to give some political examples. I don't know how to get there, but you may be knowing some of them. You don't joke with the Master. Because He has power, He has authority. Praise the name of Jesus. So it is in humbling ourselves, tunaponyenyekea, we will see the greatness of God, our El Shaddai. We will see the God as, we see Him as our Lord and Master, Adonai. It is also in humility, we will see God as the Most High. Bwana asifiwe sana. Tutaona Mungu kama the Most High. He's high above me. He's high above everything.
The Greek word for him as the Most High is El Elyon. Bwana Yesu asifiwe sana. So I see God as my El Elyon. Yani yako juu kuliko vyote. He's high above United States of America, China and Korea, India and everything, and Africa combined. His power is so great that none can shake him. Amen. Hallelujah. Amen. It's so great that none can shake him. Otherwise, if pride is our lifestyle, we cannot see God as He is. Hatutaona Mungu kama El Shaddai. Hatutaona Mungu kama Adonai. Hatutaona Mungu kama El Elyon. Because ukiinuka juu sana, for example, nikiwa mahali hapa alafu nikanyange juu ya hizi pillars zetu pale, ama hiyo line eroni nitango aje, ama nikanyange pale ama hapa, nikiwa juu hakuna mtu anaweza niona, anaweza ona utosi wangu. Yeah? But when I come down, I will see you. So we need to come down to humble ourselves. Ndio tuweze kumuona nani? Mungu akiwa mkuu. Now Ephesians chapter 5, it gives us a direction of living in the light. Living the life, kuishi maisha ambayo Mungu alikusudia ama anakusudia kuishi katika hali ya msingi ambao Yesu aliweka wa kuishi maisha ya kunyenyekea. Bwana sifiwe sana. Now imitate God therefore in everything you do because you are His dear children. Verse 2. Live a life with love, following the example of Christ. Ishi maisha ya nini kanisa? Come on, be with me. Live a life filled with love, following the example of Christ. So Christ is love. He loved first. Actually he obeyed. Na kama yeye ni upendo, Biblia inatuambia, Paulo akiandikia Waefeso na sisi pia leo, akasema tuishi maisha iliyojawa na upendo. Praise the name of the Lord. Iliyojawa na upendo, tukimfuata mfano wa Kristo. He loved us and offered himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. Hallelujah. Amen. Huyu Yesu alitupenda sana na akajitoa kama sadaka, manukato mazuri kwa Mungu. Praise the name of the Lord. Manukato. You know, ladies who are here, this kuna kapafimu unavaaga. Actually, you know, sio kujipaka, usemanga hivyo. Let me teach you good Swahili. It's some good English. You put on, you put on cologne ama your sprayer. That's good English. Unaiva. You put it there. So, but ladies who are here, you understand vizuri sana. Kale ka perfume unapenda kujipaka. Ukienda kwa duka ikose, you feel hapana. Unanunua, thank God nowadays tunapimiwa na nini na ml kidogo, so you can even buy a 50 bob. Yeah, unahitaji tu kachupa, unanunua ka 50 bob. Akiisha unarudi hapo tena. And you buy that which is good. Kale kazuri. Kanapendeza, when you're walking you feel you're fresh. Honestly, sana. Now, the word of God is telling us, Jesus' love for us, his sacrifice, him sacrificing himself, it was a pleasing aroma. Karufu kazuri. Kapendeza. Praise the name of Jesus. That is how Christ loved us. And he said, let there be no sexual immorality, impurity, or greed among you. Instead, let there be thankfulness.
No. Verse 3. Let there be no sexual immorality, impurity, or greed among you. Such sins have no place among God's people. Now, a humble person, mtu mnyenyekevu ni mtiifu pia. Na mtu mnyenyekevu, as the scripture is saying here, hana hali ya uchafu wa kuharibu ama kuchafua mwili wake katika usinzi, katika mambo ya kuchafua mwili wake, ama or greed, ile kujipenda sana. You love yourself so much that you don't care the rest. Sijui kama umeenda mahali ambapo kuna buffet. Watu wana chakula imewekwa hapo, wewe jiserve vile ambavyo unataka. Yeah? Jiserve vile ambavyo unataka. One time I remember we went somewhere, we were about 15 of us. So tumefanya order ya watu 15. So hoteli mahali tunaenda wametuwekea chakula cha watu 15. Walitengenezea nyama nini. Alafu sasa ugali, you know the way the hotels do it. Weka kakiwa kanatoshana hivi. So wakapima tu ugali 10 na ngapi? Na 15. Na sasa hapa tuko na madugu na madada, na mmoja wa madugu ama ni dada alienda sasa pale kwa ugali, yeye badala kuweka kamoja aliweka ngapi? 2. Na sasa tuko watu 15 na ilitengenezwa kwa 15. Wa mwisho atafanya nini? Atakosa. And for real alikosa, alifika pale kashindo, haya kuna ugali. Sasa wengine wote ndio tulikuwa tunamkatakatia. Mwenye alichukua akiwa wa kwanza, tulikuwa tunasema tu Mungu saidia. So that's the spirit of greed. Greed should not be about you want so much at the expense of others. Ni vizuri kukuwa mwangalifu by the way. Angalia tu. No. Look at actually when you go somewhere, look at buko wangu. Okay, buffet ndio chakula ni ya kujiwekea. But look, buko wangapi? Angalia tu uone. Alafu kwe mwerevu, ujui hii itatukosea ama hapana. Nitaweka kiasi gani? So there should not be greed among you. Such sins. Kwa hivyo kukua greedy, it is a sin. Ni dhambi. Kukula sana ni dhambi. Hallelujah. Hapo msemi amen. I'm saying amen. It's okay. But you know ni dhambi. Actually nasema, let there be no sexual immorality, impurity, or greed among you. Such sins. Kwa hivyo ni dhambi. Such sins have no place among God's people. Wacha wale ambao ni walevi, my friend, waende kwa kuleta mingi na ishe. Wakule kuliko watu wengine wamaliziwe. Lakini si watu wa Mungu. Lazima tunyenyekee. Praise the name of Jesus. I have no time to go deeper and deeper. But may God help us. So failure to obey, that it is pride. Kuna mambo mengine pale ambayo imenakiliwa pale, you know, kama maongeo mabaya, kuongea madharau ama mizaha mingine. These are not for you. Actually verse 4 inasema obscene stories za abunwasi. Za, you know, foolish talk. Niliuliza siku nyingine, mwai ukisikia mtu akiongea maji alafu usikie ameulizana huyu ametoka wapi? Huyu ametoka wapi? Ama uongea ulizaliwa wapi wewe? You know, foolish talk. Wanauliza hivyo kwa sababu kile unaongea wanashindwa ni bila wataki you know, hawataki kukwaza, wataki kukuambia ukweli face to face vizuri. But foolish talk and coarse jokes, these are not for you. Instead, let there be thankfulness to God in your life, in every circumstance. Verse 5. You can be sure that no immoral, impure, or greedy person will inherit the kingdom of Christ. Jua hiyo, mtu mwenye tabia mbaya na mchafu wa moyo na greedy na Kiswahili natafuta hilo jina. Mlafi, LQ. That's it. Mlafi. These people will not inherit the kingdom of God.
person is an idolater. Mtu mlafi, huyo ni idolater. An idolater ni yule ambaye anaabudu vitu. Surprisingly, this tells me, kuna watu pia ambao wanaabudu chakula. Wanaabudu zile wako nazo. They worship their cars. They worship their houses. Wanaabudu kazi zao. And I want you to note here, by the way. I wish we had a lot of time. But look at what you love most. Just listen. Angalia kile ambacho unapenda sana. Na kile ambacho huwa kinachukua muda wako ama muda wa Mungu katika maisha yako. Maybe tutaangalia tunapokuja kuangalia katika foundation of Sabbath. If you realize that there are so many people ambao wanakosa sehemu ya kumwabudu Mungu kwa sababu ya zile vitu ambavyo wanapenda sana. If you're not careful, your business can be an idol. And so you'll be an idolater. Actually, for a greater person is an idolater, worshipping the things of this world. Kwa mwangalifu, kazi yako isikufunge ya kwamba hiyo ndio unaweza kufanya zaidi kuliko kuwa na wakati na Mungu. Praise the name of Jesus. I want us to look at a few examples of the men in the Bible ambao wanaweza wakatufunza unyenyekevu, humility. People in the Bible who can teach us humility. Praise the name of Jesus. And we have the best example ever. The best example ever of humility. And this is the man, Jesus. Bwana Yesu asifiwe. The man, Jesus. Let me tell you, Jesus is and he remains the greatest example ever in all spheres of life. Yesu ni mfano bora. Na ndio Biblia inasema katika Ephesians chapter 5 that we need to emulate him. Bwana Yesu asifiwe sana. He is the best example ever. Now, Philippians chapter 2 from verse 5, the Bible says, you must have the same attitude, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Hallelujah. This is for you, church. This is for you, my brother, my sister. Ni lazima ukuwe na tabia kama ile ambayo Kristo Yesu alikuwa nayo. Sasa swali ni je, ni tabia gani hii ama ni mwenendo upi huu ambao Yesu alikuwa nao? And one of them is what we are looking at today. One of them is what we are looking at today. Though he was God, verse 6, he did not think of equality with God. Hata kama alikuwa Mungu, hakufikiria ya kwamba ajitoshanishe na Mungu as something to cling to. Unajua kuna watu ambao wanapataka mamlaka, wala sifiwe sana. Wanapata mamlaka mahali and they think they can be on top or they can be like their bosses or their seniors. Unaenda mahali umefanywa kuwa manager or supervisor or let me come close here. Ni umeenda mahali kihuduma umefanywa kuwa karibu na the vision bearer of the ministry or something, and then you think you can be like him or you will be over him. It is not possible. And even if you try to do it, it will be too bad for you. We need to follow the example of Jesus. Though he was God, actually, Yesu alikuwa na uwezo wa kusema, Mungu akiketi hapa, nami nakaa hapo, karibu na yeye, baba tu. Actually, that was not Jesus. He humbled himself. Actually, he did not consider equality with God. Hakujitoshanisha na Mungu. In as much as Mungu alikuwa amempatia mamlaka na alikuwa nayo. Bwana asifiwe sana. Though he was God, he did not think of equality with God.
as something to cling to. Verse 7. Instead, he gave up his divine privileges. Hallelujah. Alipeana privileges zake. Yani kile ambacho aliokuwa nao, he gave it up. He took the humble position of a slave and was born as a human being when he appeared in human form. Praise the name of Jesus. He humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. Therefore, God elevated him to the place of highest honor. Why did God elevate Jesus to the place of the highest honor? Why? He did what? He did what? He humbled himself. Alijinyenyekesha. God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names. Hallelujah. Above all other names. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. So even the demons, they bow to him. They don't want to, but that's a command. They will bow to him. And every tongue declare that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Every tongue. And so if you're watching and you're listening to us this day and you're here, and you've not declared Jesus Christ as Lord, God, and Savior, or Jesus as Christ and Lord, then you're doing yourself a disservice. Haufanyi vizuri. Ni vizuri to confess with your mouth that Jesus is Lord. So Jesus was in the form of God, as I said, lakini akajinyenyekea. Alichukua mfano wa mwanadamu. He came so low to the point of death. He agreed to be ashamed on the cross. Praise the name of Jesus. And let me say this. It was because of this humility that God exalted him above all. Praise the name of Jesus. Remember James chapter 4 and verse 10. Humble yourself before the Lord, and he will lift you up. Hiyo ndio siri Yesu alijua. Kunyenyekea mbele ya baba yake. Na sababu alinyenyekea, ndiposa baba yake na yeye akakuja akamweka. Verse 9. Therefore, God elevated. Kukuwa elevated ni kuinuliwa, my brother, my sister. Do you want an elevation? Do you want God to elevate you, church? Yes. I'm asking, do you want God to elevate you? Humble yourself. Nyenyekea. Na kunyenyekea ni kutii pia. If God talks about obedience, do it. Humble yourself. If the scripture speaks about marking the Sabbath, it is humility. Ni kunyenyekea na kuenda katika mahali pa ibada. Tuache kukuwa na ile hali ya kiburi. Haitatusaidia. In fact, if we are not going to obey, if we are not going to humble, then tutaishi tu pale tukingangana na kungangana na kungangana, and we never see any progress in our lives. How I pray in the name of Jesus that God will elevate somebody here in Jesus' name. It's my prayer that God, I will, niombi langu pia mimi as his servant, that I will humble myself every day, every hour. I will humble myself. I want to, everything. Hakuna mtu apendi kuinuliwa. Especially you're somewhere and umeona kama umekaa pale sana, everybody wants to get to the next level. I am sure where you are staying, mahali ambapo unaishi, hujasema sasa nimefika hapa, mimi hapa nitatoka nikienda retirement. Hakuna mtu hapa amesema hapa mimi nitatoka wakinipeleka ushago nyumba yangu ya mwisho ile ya 6x2 ama 4. Hapana. Every one of us is making a prayer that I want to live here. I want to go to the next level.
And every one of us is destined for that. But if we are destined for that, there must be something that I have to do now for me to get there. Praise the name of Jesus. For you to cover 100 miles, for you to cover 100 meters, ni lazima uanze na 1 meter. Hallelujah. Hawezi jikute ya kwamba unataka kwenda 100 meters, alafu jikute on your marks, alafu aseme get set, go, alafu jikute umeruka mpaka 100. Impossible. Ni lazima you make first step. You make another step. Utajikuta umefika 100. Praise the name of Jesus. Amen. Watu wa Mungu tunyenyekee. In so many occasions Jesus showed humility, even where he would have shown his mightiness. Mahali ambapo tungeona ukuu wake Yesu, alipurpose kunyenyekea. This topic of humility, it is so deep that even some things ambazo unajikuta atufanyi ama we just brush them off. It is pride. When we are taught what to do, or when we know what we are supposed to do, and we do not do it, it is pride. And it is sinful. Bwana sifiwe sana. Si Mungu atusaidie sisi wote kutii. Si Mungu atusaidie kunyenyekea. Kile ambacho neno la Mungu linatuambia tufanye. Praise the name of Jesus. Ile sehemu ambayo ninahitaji kufanya katika kazi ya Mungu, katika nyumba ya Mungu nifanye. Did you know that when God commands you to do 1, 2, 3, 4 things and you do not do them, it is pride. And we don't want to live a life of pride. We want to be humble before God. Friends, let us emulate this great man, Jesus, who ever lived. I want to give another 2 examples of mere men. What do wa kawaida? Forget about Jesus. Someone will say, Jesus was the Son of God. Actually, he was God. Yeye hangestruggle na kufanya hizo vitu. There are some other men who did great when it came to the area of humility. Look at Philippians chapter 3 from verse 1. Another man ambaye alifanya mambo bado akanyenyekea. The Bible says in Philippians chapter 3 from verse 1. Whatever happens, my dear brothers and sisters, rejoice in the Lord. I never get tired of telling you these things, and I do it to safeguard your faith. Watch out for those dogs, those people who do evil, those mutilators who say you must be circumcised to be saved. For we who worship by the Spirit of God are the ones who are truly circumcised. We rely on what Christ Jesus has done for us. We put no confidence in human efforts. Though I could have confidence in my own efforts, if anyone could, indeed, if others have reason for confidence in their own efforts, I have even more. Praise the name of Jesus. Paulo alifanya kazi kubwa sana ya kueneza Kristo. This man went through some pain. He went through so much for the sake of Christ. He says, though I could have confidence in my own effort, if anyone could. Indeed, if others have reason for confidence in their own efforts, kama watu wengine wako na ujasiri kwa sababu ya nguvu zao wenyewe, mimi niko na ujasiri zaidi. I've done more than them, more than them, many times. I was circumcised when I was 8 days old. Kama ni sheria alifuata.
I am pure-blooded citizen of Israel and a member of the tribe of Benjamin. A real Hebrew, if there ever was one. I was a member of the Pharisees who demanded the strictest obedience to the Jewish law. Sheria alifuata moja kwa ingine. I was so zealous that I harshly persecuted the church, and as for righteousness, I obeyed the law without fault. I once thought these things were valuable. Look at it. Mimi nilifikiria mambo yote mazuri kwa mabaya, wherever I thought ni ya muhimu sana. But now I consider them worthless because of what Christ has done. Amen. Kuna watu wanafanyanga ka success kadogo tu hivi, wanalingia kijiji mzima, wanalingia plot mzima. Unanunua ka radio, my friend, ama ka TV, kana unaweka full blast. Paka unasumbua majirani huko, ati umenunua radio. Na unashindwa, kuna wengine wako nayo, ukiingia wakifungulia yao, amutalala hiyo kijiji yote.